Uongozi wa kundi la mataifa tajiri na yanayoinukia kiuchumi ya G20 umehamia rasmi Marekani baada ya Afrika Kusini kukabidhi urais wa kundi hilo. Hatua inayokuja wakati mzigo wa madeni kwa mataifa maskini ukizidi kuongezeka na kutishia kuibuka migogoro mipya ya kifedha. Miaka minne mfululizo ya uongozi kutoka nchi za uchumi unaoinukia, yani Indonesia, India, Brazili na Afrika Kusini, iliweka msisitizo mkubwa kwenye uhimilivu wa madeni, huku deni la nchi zinazoendelea ilifikia kiwango cha rekodi zaidi ya dola trilioni 100. Barani Afrika, karibu nchi 20 sasa ziko katika hatari kubwa ya kuingia kwenye mgogoro wa madeni, hali inayochochea wito wa hatua madhubuti badala ya maboresho madogo pembezoni, kama alivyoeleza Trevor Manuel, mwenyekiti wa G20 Africa Expert Panel. Mataifa kama Senegal, Gabon, Mozambique na Malawi tayari yamekuwa mifano halisi ya msongo wa madeni, huku Senegal ikizua taharuki baada ya mikopo mikubwa isiyowekwa wazi kuisukuma IMF kusimamisha programu ya dola bilioni 1.8. Gaboni imeangukia mikakati ya kubadili muundo wa madeni kupunguza shinikizo la ulipaji. Mozambiki imeanza mchakato wa kupata ushauri wa kurekebisha madeni, na Malawi sasa imefikia kiwango cha deni karibu 90% ya pato la taifa lake. Ingawa G20 ilianzisha Common Framework mwaka 2020 ili kuharakisha upyaishaji wa madeni kwa mataifa maskini baada ya janga la Uviko 19, mafanikio yamekuwa madogo, huku matibabu ya madeni yakitolewa kwa nchi 4 tu, yani Chad, Zambia, Ghana na Ethiopia. Wakati Marekani ikichukua usukani hadi mwishoni mwa mwaka 2026, yapo matumaini ya mwendelezo, kwani ajenda yake inajumuisha kushughulikia changamoto za madeni, kukuza uchumi na kupanua ajira. Wachambuzi wanasema mafanikio kama uzinduzi wa G20 Africa Engagement Framework utakaoshughulikia masuala ya ukuaji, ufadhili, maendeleo na kupunguza umaskini ni hatua muhimu zaidi. Lakini mageuzi ya kina yanahitajika, ikiwemo kuboresha masharti ya kifedha kwa mataifa maskini na kuondoa adhabu kwa benki za maendeleo zinapotoa dhamana.